Shule ya awali na msingi Lilac, kituo bora cha taaluma na mafanikio yanayong'ara kila mwaka. Katika dunia ya elimu inayozidi kuwa na ushindani, mafanikio ya shule hayapimwi kwa majengo na idadi ya wanafunzi pekee, bali pia kwa ubora wa elimu inayotolewa, mazingira ya kujifunzia, nidhamu, juhudi za walimu na muhimu zaidi, matokeo yanayoakisi maarifa na uwezo wa wanafunzi. Shule ya awali na msingi Lilac imeendelea kujenga historia ya kuvutia katika eneo hili kwa kufanya vizuri katika matokeo ya mitihani mbalimbali mwaka hadi mwaka. Upimaji wa darasa la 4 mwaka 2026, wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa wanafunzi 40. Kati yao wanafunzi 29 walipata daraja A na wanafunzi 8 walipata daraja B. Asilimia za ufaulu ni 100% na wastani wa shule ni 250.63, daraja A bora sana. Haya ni mafanikio makubwa ambayo shule yetu imeafikia kwa kupata ushirikiano mzuri kutoka kwa wazazi, walimu na wanafunzi pia. Na hata mwaka huu tuna imani kuwa watafanya vizuri. Lilac imejidhihirisha kuwa ni miongoni mwa shule zinazoweka ubora wa taaluma mbele, huku ikilenga kumjenga mwanafunzi mwenye maarifa, uwezo wa kufikiri, kujiamini na utayari wa kukabiliana na changamoto za maisha. Historia ya mafanikio isiyosumbua. Hapa kwa miaka mbalimbali, shule ya awali na msingi Lilac imeendelea kufanya vizuri katika mitihani na upimaji mbalimbali wa kitaaluma. Kinachovutia zaidi ni uthabiti wake katika matokeo, ambapo shule haijawahi kushika nafasi 4 au zaidi, huku nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu ikiwa zimekuwa zikijitokeza mara kadhaa. Jambo la kitaaluma, huwa mara nyingi napenda kusema kwamba yote ambayo unayaona hapa lengo lake ni moja tu. Lengo lake ni nini? Ni taaluma, si ndio? Hasa ndo kubwa. Na hata mzazi yote ukimuuliza hapa, hivi mwanao kafuata nini hapa? Hakuna hata mmoja atakayesema kafuata kula. Hayupo. Ukimuuliza mwanao kafuata nini hapa? Hakuna hata mmoja atakayesema kafuata kwako, ambao wanaweza. Hivyo ni vitu ambavyo vyote vinasapoti taaluma. Kwa ndo jambo letu kubwa. Na sisi kama taasisi imara tunajitahidi kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye taaluma ya vijana wetu. Mwalimu mkuu hapa ametoka kusoma risala, ameweza kutaja matokeo. Lakini tukirudi nyuma zaidi, naona yeye kataja 2025 na 26. Lakini sisi sasa hivi tuna miaka 7. Kwa rekodi zilizopo, Lilac haijawahi kushika nafasi ya 4 tangu imeanzishwa. Makofi na vigelegele kwa Lilac Pre and Private School. Sio mchezo. Na kama imeshika mara 3, ni sio zaidi ya mara 3 pia. Kwa hiyo ni 1 2. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujipongeza. Huku nafasi ya 3 imejitokeza mara chache, namba 1 na namba 2 iking'aa. Mafanikio haya si jambo la bahati, ni matokeo ya juhudi za pamoja zinazohusisha viongozi na uongozi wa shule, walimu, wanafunzi, wazazi na wafanyakazi wote kwa ujumla. Kwa upande wa ufaulu, shule imeendelea kuonyesha kiwango cha juu cha ufanisi, ikiwa na 100% ya ufaulu, sambamba na wastani mzuri unaoiweka shule hiyo katika viwango vya daraja A bora sana. Mwaka 2026 umekuwa mwaka mwingine wa mafanikio makubwa ya shule awali na msingi Lilac, hasa katika upimaji wa darasa la 4. Katika upimaji huo, jumla ya wanafunzi 40 walifanya mtihani. Kati yao wanafunzi 29 walipata daraja A, wanafunzi 8 walipata daraja B, asilimia ya ufaulu ikiwa ni 100%, wastani wa shule
ikiwa ni wastani wa 250.63. Shule imepata daraja A bora sana. Matokeo haya yanaendelea kuthibitisha kwamba Lilac si shule inayolenga kufaulu kwa bahati, bali ni taasisi inayoweka mifumo madhubuti ya ufundishaji na ujifunzaji kila mwanafunzi aweze kufikia uwezo wake. Msingi wa mafanikio ya Lilac ni falsafa yake ya kumweka mwanafunzi katikati ya mchakato wa elimu. Shule inalenga si kumwandaa mwanafunzi kwa ajili ya mtihani pekee, bali pia kukuza taaluma yake kwa upana, kumjengea nidhamu, kujiamini, uwezo wa kushirikiana na wengine na msingi imara wa elimu kwa maisha yake ya baadaye. Kwa kufanya hivyo, mwanafunzi anapata nafasi ya kukuza vipaji na uwezo wake katika mazingira yanayompa hamasa ya kujifunza. Mafanikio ya kitaaluma hayawezi kutenganishwa na mazingira ambayo mwanafunzi anajifunzia. Lilac imeendelea kusisitiza umuhimu wa kuwa na mazingira mazuri ya kufundisha na kujifunza yanayomwezesha mwalimu kufundisha kwa ufanisi na mwanafunzi kujifunza kwa utulivu na kujiamini. Mazingira hayo yakichanganywa na juhudi za walimu na ushirikiano wa wanafunzi yamekuwa sehemu muhimu ya safari ya shule kuelekea ubora wa taaluma. Mafanikio haya yanatoa nafasi ya kutoa pongezi za dhati kwa mkurugenzi mtendaji wa shule awali na msingi Lilac, Mr. Idrisa Kahindi, kwa uongozi wake, dira na jitihada katika kuhakikisha shule inaendelea kutoa elimu yenye viwango bora. Pongezi pekee pia zimfikia mwalimu mkuu ambaye amekuwa sehemu muhimu katika kusimamia utekelezaji wa mipango ya kitaaluma na kuhakikisha walimu na wanafunzi wanafanya kazi kwa pamoja kuelekea malengo ya shule. Aidha, walimu wote na wafanyakazi wa shule ya awali na msingi Lilac wanastahili pongezi kubwa kwa kujituma, kuvumilia na kufanya kazi kwa bidii. Mafanikio haya yawe chachu ya kufanya vizuri zaidi katika miaka ijayo. Lilac iendelee kung'ara, iendelee kukuza vipaji na taaluma za watoto, na iendelee kuwa mfano wa shule inayothamini ubora wa elimu. Lilac, elimu bora, mazingira bora, matokeo bora.